Yapo matukio ya kustaajabisha, kushangaza na kuibua hisia miongoni mwa watu. Leo nataka nikusogezee tukio mojawapo linalomhusisha mwanamke wa Kiafrika aitwaye Sarah Sabri. Karibu, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Mimi ni Abubakar bin Nasor. Kama ambavyo mimi na wewe usafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mfano kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, basi ni hivyo hivyo ambavyo wanasayansi mbalimbali wameweza kufanya safari zao kwenda angani. Na hawa ni miongoni mwa wanasayansi ambao wamekwisha fanya safari zao kwenda angani. Yuri Gagarin, mwanasayansi na mlinzi wa anga kutoka Umoja wa Kisoviet, alikuwa mtu wa kwanza kufika angani mnamo mwaka 1961. Valentina Tereshkova, mwanasayansi na mlinzi wa anga kutoka Umoja wa Kisoviet, alikuwa mwanamke wa kwanza kufika angani mnamo mwaka 1963. Na Ali Light, mwanasayansi na mhandisi kutoka Marekani, alikuwa mwanamke wa kwanza kutoka Marekani kwenda angani mwaka 1983, na wengine wengi ambao wamekwisha fanya hivyo. Sasa swali ni je, unamjua mwanamke wa kwanza kutoka barani Afrika kufanya safari kwenda angani? Basi huyu ndiye Sarah Sabri, mwanamke kutoka nchini Misri ambaye ndiye mwanamke wa kwanza kutoka barani Afrika kufika angani. Sarah Sabri alifanya safari yake kwa rocket ya New Shepard Origin tarehe 4 Agosti 2022. Sarah Sabri alijua kuwa hakuwa akielekea angani pekee, bali ya nyumbani na bara la Afrika katika safari yake. Katika maonyesho ya GITES Africa, maonyesho makubwa zaidi ya kiteknolojia na ujasiriamali barani Afrika yaliyofanyika mjini Marrakesh, Morocco, Sabri alisema akiwa msichana mdogo, kwenda angani halikuwa jambo alilowahi kulifikiri. Nilipokuwa nikikua huko Misri, sikuwahi kabisa kuonyesha nyanja ya anga za juu. Hatukuwahi kutazama uzinduzi wa maroket, wala hatukuwahi kuwa na wanaanga katika ukanda wetu ambao tungeweza kujilinganisha nao na kufikiria nataka kuwa hivyo nitakapokuwa, alisema Sabri. Kwa sasa Sabri ni mhandisi wa miaka 31, ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la serikali la Deep Space Initiative DSI, linalolenga kuongeza upatikanaji wa fursa na kuwezesha uchunguzi wa kina wa anga kwa ajili ya binadamu wote. Akiwa mtoto, Sabri alisukumwa na udadisi mkubwa na kutaka kujua jinsi vitu vinavyofanya kazi. Akiwa na umri wa miaka 3, wazazi wake walikuwa wakimpa remote azivunje na kisha kuzitengeneza. Hivyo kusomea uhandisi kwake ilikuwa ni chaguo la asili, kwa sababu alikuwa na udadisi mkubwa sana kuhusu jinsi mambo yanavyofanya kazi. Lakini hata hivyo, Sabri alikutana na mitazamo yenye upendeleo wa kijinsia, ikiwemo kukatishwa tamaa, ambapo katika tamasha hilo alisema, niliambiwa nisisomee uhandisi kwa sababu ungekuwa mgumu mno kwangu. Kama ningekuwa mvulana nisingeambiwa hivyo, lakini nikajiuliza kwa nini iwe vigumu? Kwa nini iwe vigumu kwangu? Niliambiwa kuwa nikisomea uhandisi wa viumbe sitapata ajira nchini mwangu, na kuulizwa kwa nini usomee kama hautaweza kufanyia kazi. Kwa sasa Sabri ni mwanafunzi wa shahada ya uzamifu PhD katika sayansi za anga. Anafanya utafiti katika maabara ya NASA ya safari za kibinadamu kwenda angani. Katika siku za karibuni, Sabri anatumai atatumia muda katika kituo cha kimataifa cha anga ICS. Kambi ya anga kwa mara ya kwanza iliweza kuandaliwa nchini Misri mwaka 2023 kwa ajili ya Wamisri na watu kutoka kote duniani. Hivyo, hiyo ni hatua mpya na ya kusisimua kwa watu wa Afrika na dunia nzima. Je, ulikuwa wafahamu? Ushawahi pia kufikiri kuvuka anga? Unaiona kila itwapo leo? Basi kaa ukijua kila kitu kinawezekana. Usiache kusubscribe kwa mambo mazuri zaidi kutoka hapa